Kabla ya kukujuza masharti manne ambayo huenda yalikuwa ni complex au konki kwa upande wa Pipi Jojo, unafahamu tetesi kuhusu Chizzy Benz kuonekana katika lebo ya Chief Loot Music? Inaweza ikawa ni impressive information kwako Relax, nitakujuza, tulia hapo hapo. Yapo masharti manne ambayo I think ndio masharti mazito na magumu kwa upande wa Pipi Jojo, kiasi ambacho alidai kwa Chief Godlove can I be free, kwa sababu moja kati ya sharti ambalo Chief Godlove ameweza kulizungumza na ndilo ambalo analikazia mara kwa mara hata kwenye mahojiano tofauti, kwa mfano kwenye Clouds, SNS na posti zake ambazo ameposti jana, anasema mtu akisaini kwenye lebo ya Chief Loot Music anatakiwa awe karibu na makazi ya meneja. Yani ukaribu wake una mambo mengi. Yani kwa mfano, meneja Chief Godlove anasema akikusainisha kwenye mkataba wake, kwa mujibu wa mkataba unasema anatakiwa huyo msanii cha kwanza awe anakaa kwenye makazi ambayo meneja amemtafutia na yenye option kadhaa. A, akupatie nyumba au B, akupangie. Sijui kama mnaelewa hapo. Sasa hilo ni moja kati ya sharti moja ambayo ni very complex kwa upande wa Pipi Jojo. Akasema kwa haya masharti kweli naweza kutoboa, mbona kama konki? Sasa yamesalia masharti matatu ambayo na yenyewe ndani yake kuna vipengele kadhaa vya msingi ambavyo ndio source. Yani video hii inaweza kuwa ni very important kwa upande wako, kwa sababu utajua kiini kilikuwaje, au sabana. Yes, karibu Kibox Media, I'm Timoth. Subscribe, like, finya alama ya kengele, then let's go. Miongoni mwa components ambazo zilikuwemo ndani ya mkataba wa Chief Godlove, cha kwanza, mkataba wake una saini na utadumu kwa miaka 10. Hiyo inaweza kuwa ni nyepesi kwako, lakini kwa upande wa Pipi Jojo nahisi ilikuwa ni simple. Ila sasa huu mkataba unaambatana na sharti jingine, ambapo ukisaini kwenye lebo ya Chief Loot Music lazima makazi yako yafahamike na meneja. Yani unakaa wapi awe anafahamu, ni kama umepanga nyumba, ni nyumba namba ngapi, chumba gani, kina namba gani, maisha yao hivyo. Sasa kwa upande wa Pipi Jojo sijajua ni kwa nini aliona kama haya masharti ni magumu kufahamu mahali ambapo anaishi. So kwa mujibu wa Chief Godlove anasema hivi, anapaswa kufahamu mahali ambapo wewe unaishi, kwa sababu yeye ndiye anayeinvest kwako, wewe ni biashara yake. Kwa hiyo lazima atambue ni wapi unaishi, unaendeleaje, na ni moja kati ya jambo zuri kwa mimi nafikiria, lakini sijajua kwa upande wa Pipi Jojo kulikuwa kuna ukinzani wa namna gani katika hizo situation. So kwenye introduction pale nikakwambia kwamba mwanzo utachagua ukae kwenye makazi yake, ama kuna option mbili tofauti, kwamba akupatie nyumba, kwa maana nyumba yake akupatie ukae ukiachana na nyumba yako ambayo unayo, ama akakupangie ili awe anafahamu upo wapi na unaendeleaje, na kila hatua ambayo unaipiga kimziki au kwenda popote pale lazima yeye afahamu. Yani kwa sababu yeye ni meneja na ni msimamizi. Yes, alipaswa kufahamu Pipi Jojo asubuhi maybe ameshamaliza harakati zake, labda ana appointment na mtu, lazima ajue kwamba aambiwe bosi, ninaenda sehemu fulani na appointment na mtu fulani kuzungumza ABC, ili kama ukitokea shida anakuwa na uwezo wa kukusaidia. Sasa katika hili sharti kuna mambo kadhaa ambayo kwenye mkataba yaliandikwa na Pipi Jojo ni kama yalikuwa yanamletea mazingzong, na Chief Godlove alikuwa muwazi, alikuwa akijaribu kumwelezea na kumfafanulia kwenye baadhi ya segments ambazo ni ngumu kwa upande wake, si ndio bana? So sijajua ni kwa nini Pipi Jojo aliamua ku resign na kusema hapana, kwa sasa najitosha, nina uwezo wa kwenda kujihudumia mwenyewe. Tukija kwenye sharti la tatu, meneja anatakiwa kujua mizunguko yako yote. Yani of course anawekeza kwako, hivyo anapaswa kujua una safari ngapi, unakwenda wapi, unakaa muda gani, utakuwa na nani, na kipi kitafanyika katika hizo safari zako. So kwa upande wa Pipi Jojo
ikaonekana kama mambo ni magumu. Yani kwa upande wake ni kama hapana, yani kila sehemu napokwenda nitoe taarifa kwa meneja, hii inaweza kuwa ni konki. Hivi vitu ndivyo ambavyo Chief Godlove amejaribu kukazia kwenye interviews ambazo amezifanya, even hata kwenye phone call walipokuwa kimhoji maybe kwa mfano Klaus SNS, amejaribu kuvielezea sana kwamba ni vitu ambavyo ilionekana kwa upande wa Pipi Jojo ni vigumu kuweza kuviaccept. Na jambo la 4 na la mwisho, kabla sijakupatia good story kuhusu watu ambao watatu wameshasainiwa kwenye wameshapendekezwa na wanafaa kuonekana kwenye lebo ya Chief Flute Music, na mmoja wake inasadikika ni Chidi Benz. Anyway, kwenye mkataba kuna sharti fulani la 4, inaonekana Pipi Jojo alikuwa anakaidi, kwa mujibu wa maelezo ambayo Chief Godlove alikuwa akisema kwamba alikuwa anakaidi appointment za transfer territory, yani makazi ya kuhama, mfano kutoka Dar maybe kwenda Kenya au Kenya tunasema kwa Kiswahili. Jojo alikuwa yani kwake, kwa upande wake alikuwa mgumu na ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. So hizi mbanga ikaonekana kwa upande wa Chief Godlove ni kama zinamletea kikwazo cha kukubali mkataba. Of course, kwa umri wa Pipi Jojo, kwa mimi binafsi alikuwa ni binti ambaye mkataba wake ulipaswa kufafanuliwa kabla, yani of course atakuwa alipewa, yawezekana sijui atakuwa alipewa kwa muda mrefu, si ndio? Lakini kwa umri wake bado ni mchanga, then ni mtoto mdogo ambaye anapaswa kuelekezwa vizuri madhara na faida za kile ambacho Chief Godlove alikuwa akikizungumzia katika situation ya kutaka kufahamu yupo wapi na anafanya nini. Yawezekana binti alithink that maybe father anaweza kuwa na jambo la kunichunguza maisha yangu, kunipeleleza navyoishi. Hapana, kuna mipaka kwenye maisha ya kuwa sehemu fulani. Kwa mfano maybe Pipi Jojo angesema naelekea labda Mombasa, kuna issue ya kufanya interview na media fulani. Sawa, akafika pale akapanga, maisha akawa yanaendelea. Si kila kitu atamwambia, lakini vitu vya muhimu, kwa mfano kwenye interview, maswali, namna ya kujibu, anaweza kumwelekeza meneja, mambo yakaenda. Sijajua kwa upande wa sakata la baadhi ya matukio mazito ambayo Chief Godlove alionekana kuhusishwa nayo, kwa mfano kutoka kimapenzi na Pipi Jojo. Pasipo kusahau kuna videos ziliweza kuvuja zikimuonesha Chief Godlove akiwa na maybe ukaribu na msanii wake wa kimahusiano. Sika mnaelewa Yes, na story nyingi ambazo zimetrend kwamba labda alishampatia mimba, even Pipi Jojo akakataa. Yani kuna mambo mengi ambayo katikati yana vitu ambavyo havina majibu sahihi, kwa sababu hata mhusika hajawahi kukubali kwamba yes, it is true. So hilo la kusema kwamba upo wapi, unakwenda wapi, ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wa Pipi Jojo. Sasa jambo la 5 ni kwamba Chief Flute Music imepata wasanii watatu watakao usainiwa kwenye lebo hiyo, na hivi karibuni wataweza kutangazwa, japokuwa inahitaji wasanii 4 akiwemo wa kike. Sasa watu wakasema hivi, kama lebo inahitaji pamoja na inahitaji ama inataka msanii wa kike, je, Pipi Jojo hawezi kurudi kwenye hiyo lebo akifuata masharti ya mkataba? Sio kama mnaelewa Mimi nikasema yes, it is possible Pipi Jojo kuonekana for the second time akiwa chini ya usimamizi wa lebo, kwa sababu Chief Godlove hajawahi, amesema hii lebo yake haijawahi kumtambulisha wala kumsaini msanii wa aina yoyote. So hii kiki ambayo tunaweza tukaitem kwamba ni kiki kwa sababu bado haipo, ina maficho ndani yake. Ni kweli wameshaachana na foundation imeshatangaza kwamba hakuna kitu ambacho kina mhold Pipi Jojo, yupo free kwa sasa, ni msanii huru. Lakini kama atarudi kwenye upande wa foundation ya Chief Godlove Music, kwa maana ya Chief Flute Music, akamsimamia, kutoka kuna ubaya wa namna yoyote ile, unaweza kutoa comment yako au maoni yako ili tufahamu ni kipi ambacho kinaweza kikawa na changamoto. Sasa kuna tetesi za kwamba yawezekana Chidi Benz akasainiwa katika hiyo lebo ya Chief Flute Music kwa sababu ya ABCD ambazo zilikuwepo huku nyuma zikimuonesha Chidi Benz akiwa anafanya performance akishirikiana naye Pipi Jojo kwenye muziki. Tukaona jinsi ambavyo Pipi Jojo alikuwa akimzungumzia
Chidi Benz baada ya kufanya nao kazi moja, jinsi ambavyo Chief Godlove alimwalika Chidi Benz home akaja kusikiliza mziki wa msanii Pipi Jojo na jinsi ambavyo akampatia sifa. So yawezekana Chidi Benz akawa ni miongoni mwa mtu ambaye atakuja kuonekana kwenye hii signing ya wasanii wapya kwenye label ya Chief Lord Music. Nafikiri mpaka hapo umepata uhakika wa kile ambacho kilimfanya Pipi Jojo aweze kuresign kuwa chini ya usimamizi wa Chief Godlove. Mimi nafikiri kwa upande wa wasanii wa kike wanaweza wakawa na maoni fulani hivi, au tuseme wanawake, even hata wasichana pia ambao hamjaolewa. Yes, mnaweza mkawa na mtazamo wenu kwamba kwa nini Pipi Jojo katika haya masharti, na Chief Godlove ameyataja mara nyingi zaidi kwamba inaonekana Pipi Jojo alikuwa nakataa zile transfer za kufahamika ni mahali gani anakwenda na anakwenda kufanya kitu gani. Yani hicho kitu kilikuwa ni kigumu sana kwa upande wa Pipi Jojo. Sasa sijajua nyewe akina dada huwa mnaona kitu gani mnapokuwa mnatamani kufahamika maeneo ambayo huwa mnakwenda. Of course kuna movements nyingine au kuna transfer nyingine ni za faraga, hizo tunazifahamu. Lakini kama ni faraga, inajulikana kwamba mimi leo natoka na fulani naenda sehemu fulani kuonana na mtu fulani, sawa? Kama ni mpenzi ni hivyo, kama ni kaka unaweza kusema, hata kama sio mpenzi unaogopa maybe binaje atakuona hivyo, unasema labda ni kaka yangu au hivyo, inakuwa inaeleweka. Lakini sijui kuna kitu gani hapa katikati kwenye hii concept ya ukisaini mkataba kwa upande wa msanii unapaswa kujionesha au unapaswa kufuata maelekezo ya makazi ambayo unapaswa ukae. Labda ndicho kifungo kizito ambacho kinaweza kikawasumbua wasanii wengi. Je, hawa wanaokuja haya masharti manne ambayo imeonekana Pipi Jojo amemshinda watayaweza? Yani mkataba ni miaka 10, ukisaini kwenye label lazima territory zako zifahamike, yani makazi yako yafahamike, transfer zako zote, roots zako zote lazima zifahamike. Lakini pia unapoambiwa kuna kwenda sehemu fulani ukakae sehemu fulani, inabidi ukubali. Je, upo tayari ama haupo tayari? Na hawa wasanii wapya watakubali ama watakataa? Binafsi nisikilize maoni yako katika box la comments hapo chini ili tuweze kumove together. Sina mengi sana kuweza kuanalyze katika hii segment ambayo leo nimekuja nayo. Hakikisha una subscribe, like, finya alama ya kengele, ikikupendeza share kwa watu wengi ili wapate taarifa hii hapa. Thank you. See you until the next time. Ciao.